Tuko vizuri. Tuko vizuri. Mheshimiwa Mabalozi, nashukuru. Kikao kimekamilika, au sio? Public trial. Mahakama ya hadhara. Public trial. Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imepanga kutoa uamuzi mdogo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu kesho Ijumaa Agosti 21, 2026 iwapo mshtakiwa huyo ana kesi ya kujibu au la. Uamuzi huo utatolewa na jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Danstan Ndunguru, ndio utakaotoa hatima ya Lissu kama anaachiliwa huru kutoka mahabusu ya gereza la Ukonga ambako amekuwa akihifadhiwa au la. Aprili 9, 2025 akiwa Mbinga, Ruvuma, Lissu alikamatwa na jeshi la polisi na siku iliyofuata akapandishwa kizimbani Kisutu. Utanipeleka kituoni kwako kwa pingu. Akikabiliwa na shtaka la uhaini pamoja na shtaka jingine la kuchapisha taarifa za uongo. Lakini kinachofanya kesi hiyo kuwa ya kipekee ni namna Lissu mwenyewe alivyogeuka kuwa mmoja wa wahusika wakuu ndani ya mapambano ya kisheria. Kwa kutumia uzoefu wake wa kisheria, aliibua hoja mbalimbali akipinga mwenendo wa mashtaka na hata suala la mashahidi wa siri ambao upande wa jamhuri ulitaka watoe ushahidi kwa mfumo maalum wa kuficha utambulisho wao. Hoja hizo zilifuatiwa na mabishano makali ya kisheria, huku kesi ikiendelea pia kupitia mashahidi waliotoa ushahidi wao wa wazi mahakamani. Baadaye kesi ilihamia Mahakama Kuu, ambapo upande wa jamhuri ulifunga ushahidi wake baada ya kuwaita mashahidi 17 kati ya mashahidi 30 waliokuwa wameorodheshwa hapo awali. Sasa pambano limefika katika hatua nyeti zaidi. Je, ushahidi huo unatosha kumlazimisha Lissu kuanza kujitetea? Lissu tayari amesisitiza kuwa hana kesi ya kujibu na ameiomba mahakama imwachilie, huku upande wa jamhuri ukisisitiza kuwa ushahidi uliowasilishwa unatosha kuendelea na hatua inayofuata. Mpaka leo Agosti 20, 2026, Lissu amekaa gerezani kwa siku 499 tangu akamatwe.